Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kwa kunipa nafasi niweze kuwa mchangiaji wa kwanza siku ya leo kwenye hotuba hii nzuri ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza nianze kwa kuweza kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake nzuri aliyoitoa mbele yetu, hotuba iliyojaa matumaini kwa Watanzania, yeye pamoja na wasaidizi wake wote, hali ikiwa ishara kubwa kwamba Watanzania sasa wanaenda kupata tumaini jipya kwenye hotuba hii ambayo iko mbele yetu. Lakini pia niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya. Ziara zake zimeendelea kuleta matumaini makubwa sana kwa Watanzania. Nasi tumekuwa mashahidi, tumeona namna ambavyo Watanzania wengi wanatoka eneo moja kwenda eneo jingine kufuatilia hotuba zake na kupeleka kero zao. Hii yote ikiwa ishara kwamba wana matumaini makubwa sana na yeye na wasaidizi wake. Jambo kubwa na la msingi ambalo tunapaswa kuweza kumshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna bora ya kwenda kuimarisha mifumo ya kiutendaji ili changamoto hizi zisiweze kumfikia yeye peke yake, kwa sababu yeye mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu hawezi kutembea mikoa yote, hawezi kuwa siku zote anawasikiliza wananchi hawa. Hivyo wasaidizi wake kwenye ngazi za mikoa, kwenye ngazi za wilaya, mpaka ngazi za vitongoji waweze kufanya kazi vizuri zaidi ili hizi changamoto ziweze kutatuliwa na baba zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee pia kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa namna ambavyo imeendelea kuwajali Watanzania, namna ambavyo imeendelea kutoa fedha za miradi mbalimbali ya maendeleo. Hii yote ikiwa ni ishara ya upendo wa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa Watanzania hawa. Na sisi tunapozungumza hapa, fedha za miradi ya maendeleo zimeendelea kushuka. Mimi kwenye wilaya yangu ya Chunya tumeona namna mwezi uliopita tumepata fedha za miradi ya maendeleo. Tulipata zaidi ya milioni 750 kwa ajili ya kujenga kituo kipya cha afya kwenye kata ya Mbugani. Tumepata milioni 486 kwenye kituo cha afya cha Isangawana, lakini milioni 250 kwa ajili ya zahanati ya Matwiga. Hii ni mifano michache ya namna ambavyo serikali imeendelea kutoa fedha na fedha hizi zimeendelea kuwafikia huku chini kwa wananchi na kwenda kutatua changamoto hivi. Rai yangu kwa wasimamizi, waendelee kwenda kuzisimamia hizi fedha ili thamani ya fedha iweze kuonekana, miradi iwe katika ubora unaotakikana na iishe kwa wakati, ili Watanzania hawa waendelee kukipenda Chama cha Mapinduzi, waendelee kumpenda mama yetu Samia Suluhu Hassan, na sisi waone yale waliotutuma tunafikisha serikalini na serikali iendelee kufanya kazi. Serikali inapotoa hizi fedha, si kwamba bajeti itaendelea kutosheleza muda wote. Tumeona namna ambavyo mama yetu Samia Suluhu Hassan anaendelea kutafuta fedha, lakini ameendelea kutoa rai kwamba tujibane kwa kile kidogo tulichokuwa nacho. Na kwenye hotuba yake ya hivi karibuni amesisitiza na kusema kwamba tuendelee kubana matumizi na kuendelea kubana matumizi huku ili kile kidogo tulichokuwa nacho kiweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Na yeye ameweza kuonyesha, akasema hata kwenye msafara aliyokuwa nao na misafara ya wasaidizi wake iendelee kupunguza idadi ya watu, iendelee kupunguza msafara aliyokuwa nao. Na ametuonyesha kwa mfano, wakati anaenda kuzindua minara ya mawasiliano alienda na magari machache na wasaidizi wake walienda kupanda mabasi. Hii yote ikiwa inatuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais anatuongoza kwa mifano, nasi wasaidizi wake wengine serikalini waige hilo ili mambo mengine mazuri zaidi yaweze kwenda vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mambo mengi aliyozungumza, ameweza kuzungumza namna ambavyo uwekezaji na uendelezaji wa wafanyabiashara unaendelea kukua mwaka hadi mwaka. Tumeona kwenye hotuba yake namna ambavyo uwekezaji mpya umeweza kusajiliwa zaidi ya miradi 927. Miradi 927 ni mingi na yenye thamani zaidi ya dola milioni 11. Hizi fedha ni nyingi sana. Hivyo tunaona nchi yetu inavyoendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Lakini pamoja na mazingira mazuri ya uwekezaji ambayo yako ndani ya nchi yetu, bado tuna changamoto ya regulatory kuwa nyingi. Kodi za serikali ni nyingi. Kila mmoja anaangalia namna mahali pa kupata fedha. Hivyo tunaona namna ambavyo kwa uwekezaji huu wawekezaji wetu wengi watashindwa kupiga hatua. Mathalan kwenye wilaya yangu ya Chunya, sehemu kubwa ya uwekezaji kule ni uchimbaji wa madini. Wachimbaji wanazidi kuongezeka,
na maeneo ya wachimbaji wengine, lakini tozo na kodi ambazo wachimbaji wanaenda kuzipitia ni nyingi kiasi kwamba wachimbaji wetu hawa wanapata fedha, kwa maana ukiangalia maduhuli, lakini faida hawapati. Mathalan, tunaona mwekezaji huyu ambaye ni mchimbaji analipa leseni ya biashara, analipa mrabaha, analipa leseni ya halmashauri kwa maana ya service levy, analipa tozo mbalimbali, analipa TRA, analipa OSHA, analipa fire, analipa mkemia wa serikali, analipa NEMKI, analipa NSSF, analipa SDDL kwa ajili ya vibarua wetu. Tozo na